Hello, kwa jina naitwa Evans Kamanija, CEO and the founder of TechShare. Leo tunaenda kujifundisha faida na hasara za kutumia kompyuta, kwamba faida ya kompyuta na hasara za kompyuta ni nini. Kama kipindi hicho ahidi nilisema kwamba leo ndo tutaangalia nani mwenye akili kati ya kompyuta na binadamu. Kwa kuanza na faida za kompyuta, tunasema kwamba kompyuta inaweza ikafanya kazi moja kwa kuirudia bila kuchoka na ikawa na accurate sawa, tunasema ikawa na usahihi ule ule, okay? Kwamba kompyuta inaweza ikafanya kazi ile ile na usahihi wake ukawa ule ule, isilete makosa. Na vile vile kompyuta haichoki kama binadamu. Si binadamu tunachoka, au saa zingine unaweza ukawa unafanya kazi ikakukute na kukela. Kwa hiyo kompyuta haikeri na wala haichoki. Ndio maana tunatumia kompyuta kama faida yake. Faida ya tatu tunasema kwamba kompyuta inatuwezesha kubadilishana vitu, okay? Inatuwezesha kubadilishana kitu. Kwa mfano unaweza kumtumia mwenzako picha, unaweza kumtumia file lolote lile kama tunavyofanya kwenye WhatsApp. Mwenzako unamtumia picha, unaweza kumtumia file lolote, ukaweza kumtumia ujumbe, okay? Unaweza kaandika barua ukaiweka kwenye kifaa kimoja tulisoma kule kinaitwa scanner, kinabadilisha maneno au maandishi yaliyopo kwenye mfumo wa karatasi kwa hiyo kwenye mfumo wa kompyuta, na baadaye maneno yanatuma kwa njia aidha ya email, tutaje tuangalie email nini, au kwa njia ya WhatsApp, okay? Au Facebook, okay? Na mitandao mingine ya kijamii. Kwa hiyo tunaweza tukabadilishana vitu. Kompyuta inatuwezesha kubadilishana vitu kama vile picha na vitu vingine, au video na vitu vingine. Vile vile tunasema faida nyingine ya kompyuta, inatuwezesha kuwasiliana. Mawasiliano yanazofanya tupatikane muda wote. Kwa mfano sasa hivi mtu tofauti na zamani mtu yuko Mwanza mpaka uandike barua uitume iende, inaweza kujikuta imemaliza wiki moja. Lakini sasa hivi ndani ya sekunde moja unaweza kuwasiliana na mtu, ukampatia ujumbe hapo hapo, aidha kwa njia ya mawasiliano ya sauti au tunasema kwa njia ya video kama kwenye Facebook au WhatsApp. Unaweza kumpigia mtu kwa video call, inaitwa video conferencing, okay? Mtu yuko Marekani, unaweza kuwasiliana naye kwa njia ya video mkaonana. Kwa hiyo sehemu inaitwa communication, mawasiliano inaweza inakufanya taarifa fulani zipatikane kwa wakati, okay? Kwa mfano naweza nikaa nahitaji taarifa kutoka baraza la mitihani ya matokeo, labda matokeo yangu, kwa naweza ningazipata kwa wakati, sababu muda wote tumeunganishwa kwa kutumia vifaa vya kompyuta. Kwa hiyo kompyuta duniani zimeungana, zinawasiliana, na huku kuwasiliana kwake unatusababisha sisi muda wote kitu chochote nitakachokitaka na kipata kwa wakati. Lazima mtu mwingine akwambia kitu fulani nakijua, akwambia amna, nenda Google kaandike au nenda YouTube. Kwa hiyo maana hivi ni vifaa ambavyo vinatuwezesha sisi. Kuna kompyuta ambazo zimekuwa zimeunganishwa zote kwa pamoja, ambazo zinatufanya tuwasiliane muda wote na habari zinakuwa ziko muda wote. Kwa hiyo unaweza kupata muda wote kitu chochote unachokihitaji kutoka kwenye kwa njia ya mtandao, ambao hiyo mtandao ni muunganiko wa kompyuta ambazo zimeungana ili kuweza kuleta mawasiliano na kufanya habari zipatikane kwa muda wote ule unavyozihitaji. Hiyo ni faida ya kompyuta. Faida ya kompyuta nyingine, inaweza ikafanya kazi nyingi wakati mmoja. Hivyo nilisema kwenye kipindi kilichopita kwamba kompyuta inaweza kuruhusu kufanya kazi nyingi. Kwa mfano unaweza ukawa unasikiliza nyimbo muda huo kwenye kompyuta yako au kwenye simu yako hiyo, kwa sababu simu yenyewe ni kompyuta. Kwa hiyo unaweza ukawa unasikiliza nyimbo kwenye kompyuta au kwenye simu, muda huo ukawa uko Facebook una chat, okay? Muda huo unaweza ukawa uko WhatsApp, okay? Una chat. Muda huo unaweza ukawa unatuma messages za kawaida, okay? Kwa hiyo muda huo unaweza kama unafanya hesabu au unasoma, unaweza ukawa unatumia calculator kama mambo mengine. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi nyingi kwenye kompyuta na kompyuta bila kuchoka wala kuwa bored, yaani kukeleka, okay? Kwa hiyo kompyuta inaruhusu ufanyaji wa kazi nyingi
kuliko binadamu. Sisi binadamu ukifanya kazi nyingi sana unaweza ukachanganyikiwa, ukajikuta kazi moja imeanza kukosa ubora. Nyingine tulisema kama sifa ya kompyuta hii, speed. Vile ni faida. Sababu kompyuta na speed kubwa ya kuchanganua vitu. Kompyuta na speed kubwa ya kuchanganua vitu tofauti na binadamu. Binadamu speed yake inakuwa kidogo ndogo ya kuweza kuchanganua kitu. Kwa hiyo kompyuta yenyewe unaweza kusema 2 mara 2. Kaingiza kwenye calculator. Calculator yenyewe ni kompyuta na simu na calculator, au kompyuta zenyewe zingine ambazo zina PC. Zenyewe zina speed kubwa ya kuchanganua. Ukisema 2 mara 2 au 20 mara 20, kaingiza kwenye calculator yako, muda huo inakupa jibu. Lakini ingekuwa ni binadamu anaweza kukaa kidogo, kwa sababu kuchanganua taarifa kwake anachanganua taratibu. Hii inachanganua haraka iwezekanavyo kulingana na maelekezo aliyopokea kutoka kwa mtumiaji wa hiyo kompyuta. Vile vile tunasema kompyuta inaokoa gharama za utunzaji taarifa. Inaokoa gharama ya utunzaji taarifa, na vile vile inatunza taarifa nyingi. Kwa hiyo inaokoa gharama. Kwa mfano unaweza kuwa na taarifa kama nilivyosema siku ile, unaweza kaamua utunze labda movie za Watanzania zote tangu zimeanza kurekodiwa. Utunzaji wake unaweza kuzitunza kwa njia ya kompyuta mara moja tu, kwa sababu kompyuta itaweza kuokoa gharama za utunzaji. Au kama ni mafaili, yani kama kwa mfano kama mashuleni angekuwa anazitunza zile tendencies zote zisichakae, zifanye nini, utakuta kabati limejaa. Limejaa, na gharama ya utunzaji wake itakuwa mkubwa, kwa sababu inahitaji kuwepo kwa makini zile zisichanike na kufahamu mambo. Lakini kompyuta inaweza kaokoa gharama za utunzaji, na vile vile kwa sababu inatunza vitu vingi, kwa hiyo inakuwa ni faida kubwa ya kutumia kompyuta badala ya kutumia binadamu. Hizo ndio zilikuwa faida za kompyuta. Twende tukaangalia sasa hasara za kompyuta, kwamba kwa nini sasa tumie binadamu na tusitumie kompyuta, kwamba kompyuta ina hasara. Cha kwanza kabisa, kompyuta haina akili. Kwa binadamu akili. Sasa akili ni nini? Watu wanaanza kujiuliza akili ni nini? Akili ni ule uwezo wa kufikiria. Kwa mfano, unaweza kumwambia mtu 6 mara 2 ngapi? Akasema 10. Ukimwambia 10, akasema ngoja kwanza. Kwa akafikiria, hapo ndio akasema hamna, ni 12. Lakini kompyuta ukiambia 2 mara 6 ikaleta 10. Ukiuliza tena italeta 10, kulingana kwamba ilipokea maelezo kipindi inatengenezwa, aliyetengeneza alikosea kuweka kuiweka hiyo hesabu vizuri kwenye mfumo wa kompyuta. Kwa hiyo itakuwa inatoa jibu hilo hilo. Ina maana kwamba haifikiri, na kitu chochote ambacho hakifikiri ndio tunasema hakina akili. Kwa hiyo kufikiri ndio kunakoleta akili. Kwa hiyo kompyuta haina akili, na ndio maana sasa zingine sehemu ambapo kuna kazi inahitaji kufikiria, inahitaji akili, hatuwezi kutumia kompyuta, kwa sababu kompyuta haiwezi kufikiri na haiwezi kuwa na akili kwenye maeneo kama yale. Kwa sababu maeneo kama hayo inahitaji kutumia binadamu ili kuweza kuleta tija. Hiyo ni hasara yake. Hasara nyingine, kompyuta inahitaji umeme. Kompyuta inahitaji umeme. Sasa kama tunavyojua, kama mfano kama nchi yetu ya Tanzania, mara nyingi nchi zote ambazo zinaendelea, kuacha nchi zilizoendelea, nchi zote zinazoendelea zina matatizo ya umeme. Kwanza kukuta muda umeme umekata, shughuli yenu inatakiwa ifanyike. Kwa hiyo utajikuta shughuli siku hiyo haitofanyika kwa sababu tu umeme hakuepo. Kwa hiyo kompyuta inahitaji umeme ili iweze kufanya kazi, na umeme usipokuepo kompyuta haifanyi kazi. Ukiangalia smartphone nyingi zinahitaji sana umeme, zinakula sana umeme. Na siku moja ukishinda umeme hamna, kuna watu wengine anaboleka sana, yani wanakeleka kwa sababu umeme haupo. Kwa hiyo kompyuta hasara yake sana inahitaji umeme. Vile vile hasara nyingine ambayo inaweza kutokana na kompyuta ni kwamba inatunyima fursa za ajira. Sababu kuna sehemu inahitaji labda watu wafanye kazi 4 washirikiane. Sasa tukileta kompyuta ifanye kazi mbadala ya hao, maana watu watakiwa waondoke, tulete watu tulete hiyo kompyuta ifanye kazi kama hiyo kwa nafanya hao watu. Kwa najikuta imepunguza fursa ya kusababisha hiyo watu wasiwepo kwenye hiyo sehemu ya ajira. Kwa mfano kama nafikiria sasa hivi kama hapo Ubungo wakileta system ya kukata ticket online, kwa watu wanaopiga debe pale wanaweza kupungua, kwa sababu kompyuta itasababisha wengine wakose ajira kwa mfumo kama huu.
Kwa hiyo kompyuta inapunguza ajira kwa watu. Sababu kuna sehemu inahitajika watu wawe 6. Tunatafuta tu mtu mmoja ambaye anaweza kuitumia tu ile kompyuta na kuweza kufanya kazi za watu wengine wale 5 waliokuwa wameondoka. Kwa hiyo hakuna kupunguzia ajira. Hasara nyingine ya kompyuta tunasema kwamba online cyber crime. Hii kwamba mtu anatumia kompyuta kuweza kufanya uhalifu. Okay? Anatumia kompyuta kuweza kufanya uhalifu. Kwa mfano, mtu wale ambao wanatumiaga online shopping, manunuzi kwa njia ya mtandao. Kwa wanafanya manunuzi kwa njia ya mtandao, kuna mmoja anaweza akaiba taarifa za mwenzie anayefanyaga manunuzi kwa njia ya mtandao, na taarifa zako zikiibiwa, maana yake anakuwa na taarifa zako za kibenki ambazo ni taarifa za binafsi, za taarifa binafsi za mtu fulani. Kwa hizo taarifa nazo akisha kwa nazo, kwa mfano anaweza akawa na namba yako ya benki, namba zako za asili za benki. Kwa sasa anaweza akafanya uhalifu kwa njia ya mtandao, akajaribu kutumia hiyo kadi yako au hizo taarifa zako kuweza kufanya kitu chochote kwa njia ya mtandao, akasababisha upotevu wa hela kwenye kadi yako au vitu vingine. Kwa hapo tunasema ni uhalifu wa njia ya mtandao. Mtu anajaribu kuchukua taarifa za mtu mwingine na anazitumia kwenye kufanya manunuzi. Kwa mfano kama wale ambao wanatumiaga njia ya mtandao kufanya manunuzi kama Amazon, okay? Mtu anaweza akaja akafanya access, akaruhusu akapata taarifa kutoka kwenye akaunti yako kama za kibenki, taarifa zingine ambazo zinahusiana na usafishaji wa hela kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Okay? Akashapata zile taarifa, anaweza akatumia vibaya, akatumia kuiba au akatumia naye kufanya manunuzi kwa njia ya mtandao, akijifanya kama wewe. Kwa kujikuta taarifa zako zimeanza kutumia vibaya kwa watu, wanaita kosa la kimtandao. Kosa la kimtandao. Vile vile kompyuta inahitaji require efficient handler. Yani inahitaji uangalizi. Okay? Kompyuta inahitaji uangalizi, inahitaji watu wawepo wa kuangalia kompyuta kwa makini. Kwa kuangalia nini? Kwa kuangalia wezi wa mtandao, mtu anayejaribu kuingia kwenye kompyuta ya mtu mwingine bila idhini yake, anafanya kama na makosa mengine kama makosa ya mtandao. Kwa inahitaji watu wa kuiangalia, na vile vile kuangalia. Kuna kitu kimoja hapa kinaitwa virus. Kompyuta zinapata virus. Kwa virus tunasema kwa Kiswahili naweza kama wadudu wanaokuja kushambulia kompyuta, okay? Naita virus. Kwa hizi ni mifumo au program ambayo inakuwa imetengenezwa kwa lengo kubwa la kuja kuharibu mifumo fulani iliyopo kwenye mifumo mingine ya kompyuta kwa ajili ya manufaa ya yule aliyekuwa ametengeneza. Nategemea na lengo lake lilikuwa ni lipi. Lakini hizi wadudu ambao wanakuwa naingia kwenye kompyuta kwa ajili ya kuharibu mifumo, baadhi ya mifumo au mafaili yaliyoko kwa ndani ya kompyuta, na kwa wanayala anatafuna. Hacking attacks. Hacking hii ni kitendo ambacho mtu anajaribu kuingia sehemu bila ruhusa ya yule mtu ambaye anahusika hiyo sehemu. Okay? Kwa mfano, ndio maana nasema kila siku unaweza kushangaa unaona picha yako imepostiwa kwenye mtandao, imewekwa kule. Unaanza kujiuliza hii picha nani ilipatikanaje? Kwa unakuta kuna mtu alichukua simu yako kwa kumwazima tu kwa urafiki mzuri. Baada ya kuchukua ile nani yako akajitumia zile picha zako kwenye kwa sababu anakuwa ameweza kuchukua picha bila ridhaa ya mwenye mmiliki wa ile simu. Na anakuwa nazo na namna kukaa sehemu na zipost kwenye mtandao. Tunaona kesi nyingi sana hapa. Kuna mtu mwingine zimeweka picha zake mbaya kwenye mtandao, video zake mbaya, kimfuatilia na kataa kwamba sio mimi, ni watu wengine. Unakuta sasa hii inaitwa haki. Na hawa mahaka ni kipindi kabisa ambao nitakuja nikizungumzie jinsi gani haki wanafanya kazi. Ni jinsi gani unaweza kupata. Na hapa tunao wawili. Kuna white hacker na black hacker. Ambao tutaje tuwazungumzie kwenye kipindi chake kabisa mtandao. Lakini hawa ni mtu anayejaribu kupata haki, ni mtu anajaribu kupata taarifa za jambo fulani bila ridhaa ya mtumiaji au ridhaa ya mhusika fulani. Kwa mfano kama unaweza kaingia kwenye idara
Wizara ya Ulinzi kama hapa nchini, ukataka kupata taarifa za Wizara ya Ulinzi kupitia mifumo ya kompyuta, kwa hiyo tutakuita unafanya hacking. Okay, jaribu kupata vitu ambavyo haujapewa ruhusa ya kuvipata. Vile vile tunasema kompyuta hasara yake nyingine ni kwamba inahitaji hela wakati unapotaka kuanzisha. Okay? Kwa mfano kama mimi hapa nataka kuanzisha kampuni labda inayoshughulika na huduma za social network. Okay? Kwa ni lazima niwe na hela za mwanzo za kuanzia hiyo kitu, ni lazima niingie hela kubwa, lakini baada ya hapo itakuwa tena hamna hela, kwa sababu hela ya kwanza kama vile unavyotaka kuanza biashara. Mtu unapotaka kuanza biashara, hela ya kuanza nayo biashara inakuwa kubwa. Kwa gharama zinakuwa kubwa. Kwa hata hapa gharama ya kuanzisha kampuni ambayo inakuwa inashughulika na masuala ya kompyuta inakuwa ni kubwa, ile initial cost. Okay? And also another disadvantage computer au hasara za kompyuta ni kwamba it lack robustness. Inamaanisha kwamba kompyuta niwaambie, unaweza kupata kompyuta ni muunganiko. Kompyuta inaweza kufanya mawasiliano. Okay? Hasa mawasiliano yanawezeshwa na muunganiko wa kompyuta mbalimbali zilizoungana. Kwa mfano unavyokuwa unatumia Facebook. Okay? Facebook imeunganisha kompyuta mbalimbali. Kuna kompyuta tunataka server. Server ni kompyuta ambazo zina uwezo mkubwa wa kuweza kutunza taarifa. Kwa hiyo ukuta kama vile umetuma picha zako, umeweka picha kwenye Facebook, zinaenda kutunzwa kwenye kitu kinachoitwa server, ambayo server imeunganishwa kwa njia ya mtandao na simu yako au kompyuta yako unayotumia. Kwa hiyo maana yake unapoweka picha kwenye mtandao, hizi picha zote zinaenda kutunzwa kwenye kitu kinachoitwa server. Sasa hii server inakuwa iko maeneo ambayo anakuwa ameweka wamiliki wa kampuni hiyo, kama Facebook. Mara nyingi makampuni ya Afrika yako South Africa. Kwa unakuta hizi server zao ziko South Africa. Okay? Au ziko Marekani au ziko sehemu yote walikoziweka wao. Sasa hizi server ndo zinahusika na utunzaji wa taarifa zozote zinazofanyika kwa njia ya kimtandao. Unatuma picha yako kwenye Facebook, umeweka video yako, hii video yako utaikuta iko imetunzwa kwenye server. Sasa ikifika muda fulani hii server imezima, maana iko haijawaka, labda ina matatizo ya umeme au matatizo ya kimtandao. Sasa kizima hiyo wewe hutaweza kuzipata tena zile picha. Utafungua Facebook yako itakuwa inazunguka tu hivi, inazunguka, haitaweza kuzifikia hizi kwa sababu hii sehemu ambayo imetunza taarifa zako imezima. Au kwa mfano mzuri hapa tu Tanzania, tuna server ambayo ipo Baraza la Mitihani kule NECTA. Okay? Ile server inatunza matokeo yetu wote ambao tumesoma hapa Tanzania. Kwa matokeo yetu na kwa yapo kule yametunzwa kwenye server. Sasa kinachotokea, hii server ikiwa chini, maana ninapozungumza ikiwa chini maana yake sio umeweka chini, iko chini. Kwa chini maana yake inamaanisha kwamba aidha imezima au kuna usumbufu umejitokea kwenye hiyo sehemu kwa sababu ya mtandao. Wewe huku ukijaribu kutafuta matokeo yako kwenye ukaingia NECTA, ukajaribu kusearch matokeo yako, kuyatafuta yale matokeo yako, utakuta haifunguki. Utakuta tu simu yako inazunguka pale, inazunguka. Baadaye inaweza kukuta inakuandikia kuna tatizo la mtandao. Kuna nyingine zinaandika tatizo la mtandao. Kwa hiyo tunasema kwamba kompyuta inaweza ikajikuta umeshindwa kupata taarifa kwa wakati au habari uliyokuwa unaitafuta kwa sababu ya kwamba kompyuta zimeungana. Hii server inaweza kukuta iko chini. Kwa faida yake, hasara yake ndio hiyo, kwamba hasara ya kompyuta inaweza kusababisha mawasiliano yakashindwa kufanyika vizuri kwa sababu tu yule anayewaunganisha yeye amezima au kuna tatizo lake kwenye mtandao linasumbua. Kwa unakuta na wengine hampati huduma stahili ambayo mlikuwa unahitaji muda huo. Kwa inaweza kusababisha tatizo kama hilo. Okay, hizi ndio faida na hasara za kompyuta. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thank you for watching. Na jamani, tunaendelea na vipindi mbalimbali. Tunavyozidi kuendelea mbele ndio tunavyozidi kunoga. Kwa hiyo jiunge na darasa, tafadhali bonyeza subscribe ili uwe member wa darasa, kwa sababu kuna video zingine nitaanza kutoa ambao
watakuwa wanaruhusiwa kuziangalia tu walio subscribe. Kama huja subscribe hutaweza kuziona zile video. Tafadhali naomba sana subscribe uweze kujiunga na darasa la bure kabisa kwa ajili ya kumwezesha Mtanzania yoyote kuelewa teknolojia. Okay? Asanteni, Mungu awabariki kwa heri.